kheri kabisa. Naona mchezo wa mwisho kufunga msimu 24-25 kuja kuwatazama wananchi dhidi ya Simba Sports Club leo. Yanga anachukua alama 3 lakini anajitawadha kuwa bingwa mara 4 mfululizo. Namna ambavyo unatazama mchezo huu wa leo? Ilikuwa mechi nzuri, mechi yenye ushindani kutoka pande zote mbili, lakini Young Africans walikuwa bora zaidi kwenye maeneo mengi ya uwanja. Simba waliingia wakapambana kwa daraja lao, lakini halikutosha kuiangusha quality ya Young Africans. Young Africans wamecheza vizuri na wametengeneza nafasi za kushawishi kwamba ni nafasi nzuri. Namna vile ambavyo walikuwa ndani ya msimu mzima, leo walistahili kuwa dhaifu mbele ya Young Africa, pengine namna ambavyo umeutazama mchezo? Swali lako gumu. Lakini tegemea hiki ambacho umekiona. Binafsi kwa aina ya matokeo sikuwa na mashaka. Yaani ndio ilikuwa matokeo ambayo nayafikiria kwa maana ya margin ya magoli mawili. Mtu kafunga goli nyingi labda 2-1 bila 0-0 ni matokeo ambayo alikuwa anafanania. So naona ni Simba ambayo wameanza msimu wakiwa na project. Yaani sio timu ambayo ilikuwa iko smart. Na ndio maana wenyewe kama walikuwa nawasikia walikuwa wanasema tunaunda timu. Wanatengeneza timu. Haikuwa kwa bahati mbaya, ilikuwa ni kweli unachokiongea kina sawili na hiko ambacho tumekiona kwa maana ya maingizo mapya mengi. Kwa hiyo ni project ambayo ilikuwa inasukwa, technical staff ni mpya ambayo imeanza, lakini season imeisha bila trophy. Hawana trophy of course, lakini ni timu ambayo inaonekana kuna vitu wamevisogelea. Kwa mfano, ninavyosema vitu wamevisogelea, this season wamesubiri mchezo wa mwisho ndio waamue nani bingwa. Miongoni mwa kriteria ya kuonesha Simba imeimarika tofauti na season zilizopita. This season wamefika finali ya Confederation Cup ya CAF. Miongoni mwa kiashiria kingine hicho. Hawakufanya vizuri kwenye CRDB kwa sababu pia tuliona mechi zimegandana nyingi. Kwa hiyo walicheza timu ambayo ina quality wakashindwa kupata matokeo. But ukienda kupima kwenye meza kwa kusuka project, inaonekana project inaenda vizuri mpaka sasa. Lakini kwa shabiki ukimwambia project inaenda vizuri, inawezekana sikuelewe yeye anataka trophy. Anataka kikombe. Season imeisha, kwa daraja la Simba walistahili angalau kikombe kimoja. Kama sio ngao ya jamii, kama sio FA, kama sio ligi kuu, basi ni Confederation Cup. Kwa hiyo wamekosa vikombe vyote vinne ambavyo wamepambania msimu huu. Ni kitu ambacho kina disappoint, lakini kwa ambao wana uelewa wa football, unaona hii ni project ambayo imeclick msimu huu, ila haikupata trophy, inahitajika iongezewe nguvu ili uweze kufanya vizuri zaidi. Makelele ya waamuzi yalikuwa mengi zaidi ndani ya dabi za Kariakoo, takribani 4 zote ambazo zimechezwa. Leo kwa mara ya kwanza waamuzi wote wametokea nje ya Tanzania. Ulivyotazama namna ambavyo mchezo umeendeshwa, una lolote la comment hapa? Kuhusu waamuzi, of course mimi kwanza sikuwa na dabi tangu waamuzi wametangazwa. Na wajua hao waamuzi niliwaona, ukiachana na ile kuwaona mara moja kwenye sura kuja na Mamelodi niliwaona katika mechi ya Egyptian Cup this season, kwanza 24-25 season. Egyptian Cup hii seti ya waamuzi aliyebadilika hapa ni line 2 peke yake. Ile mechi alikuwa mwingine, alikuwa Hossam Taha Ahmed ambaye ndio tunapozungumzia linesmen wazuri kwenye ligi ya Misri. Unamzungumzia huyu El Madragal, unamzungumzia na Hossein Taha. Hao ndio bora zaidi. Lakini ndani yake huyu muamuzi wa kati kwa maana ya Amir Oman, huyu ni muamuzi bora wa ligi ya Misri, wa soka la Misri kwa ujumla wake at the moment. Huyu fourth official na mwenyewe pia ni muamuzi na alikuwepo, Petro atakuwa anamkumbuka, alikuwepo kwenye finali za AFCON Under 17 za 2019 zilifanyika hapa. Kwa hiyo ni waamuzi bora, seti nzuri ya waamuzi ambayo imetoka kuchezesha Cairo Derby, imeaminiwa na imekuja hapa. Na hao ni waamuzi ambao wanachezesha pia hadi michezo ya kimataifa kwa maana hii ya CAF. Huyu mwamuzi wa kati ilibidi achezeshe mechi ya Simba na Stellenbosch, lakini hakwenda yeye, akaenda maarufu Idi Mohamed. Lakini performance wise, kama swali lako la msingi, kwenye mchezo huu wameperform vizuri. Ulikuwa unaona matukio mengi, wanaambia wewe nyanyuka. Mwingine Pacom kaanguka kule, kaoneshwa na kadi. You deserve hii yellow card. Kwa hiyo amempa kadi ya njano, kitu ambacho kibongobongo kuona mtu kaanguka anaoneshwa kadi ya njano itokee kweli, lakini pale ameoneshwa. Mechi ilikuwa na tension kubwa, lakini wamefanikiwa. Kwangu mimi nawapa credit kubwa, wamefanikiwa kuichezesha vizuri.
Maswali kuhusiana na MVP wa msimu yameanza kuwa mengi zaidi kulingana na ubora wa Jean Shelewa, lakini pia Pacome Zouzoua ambaye leo no man of the match wa mchezo huu, lakini pia amefunga goli la kwanza la utangulizi kabisa la Young Africa. Kwako wewe Khalid Mzinga, umeonaje viwango vyao watu hawa wawili, na pengine kwako yupi ambaye umemwona na deserve kwa asilimia kadhaa kutoa hii tuzo ya MVP? Lazima atoke katika hao wawili. Yaani lazima MVP katika hao wawili au? Kwa hao wawili au anaweza kutoka mmoja? Zimekuwa nyingi zaidi kuhusiana na ubora wao na vile michango yao katika timu zao msimu mzima. Bwana, nadhani hawa wawili wana kiwango bora wote wawili. Wote. Kwa MVP atoke kati ya hao wawili. Najaribu kufikiria kwengine sioni, nafikiria kwengine ni wapi? Sioni, lakini nadhani watakuwa katika hawa wawili na Maxi tena Pacome na mchezaji wako kwa mara zote. Takuja nikuulize kuhusiana na Mohamed Hussein namna ambavyo ameweza kudhibitiana naye leo. Zouzoua na Ahua. Mmoja top scorer unajua tuzo zitakavyoenda ninavyofikiria. Kwa kuwa mmoja kafunga magoli mengi anaweza kufanya huyo top scorer huyo MVP. Yaani Pacome anaweza kuwa MVP, mmoja akapewa top scorer, lakini binafsi wote wana season bora. Namba ni nzuri zaidi namba za Ahua. Lakini Pacome mwisho wa siku ana namba nzuri na amebeba kombe, umeelewa? Kwa hiyo yeyote, lakini katika hawa wawili yeyote kwa MVP nadhani watu sidhani kama kutakuwa na makelele. Kiwango cha Pacome Zouzoua ndani ya msimu huu umekionaje? Fantastic. Kiwango bora sio msimu huu tu. Pacome tangu amefika ni yule. Ni muendelezo. Msimu huu nadhani ndio ameboresha zaidi namba zake, kwa sababu hizi namba ambazo kazipata this season hajawahi kuzipata kwenye career yake. Tangu ametoka African Sports, amecheza ASEC Mimosa, usiangalie huku. Mimi naonesha tu huku Ivory Coast. Ivory Coast iko huko. Sawa. Ametoka African Sports kwa sababu alicheza Europe. Katoka Europe kaja nyumbani, African Sports timu ilishuka daraja. Yaani Pacome alikuwepo kwenye African Sports iliyoshuka daraja. Baadaye akatoka akaenda kujiunga na ASEC. ASEC akacheza season ya kwanza ambayo alikuwa ni bench wama. Anakaa bench, nafasi yake alikuwa anacheza Stefan Azizi. Season ya pili Azizi alivyoondoka ndio Pacome kapata nafasi na kawa MVP moja kwa moja. Hakuwa na hizi namba. Season yake ya kwanza kaja Tanzania, performance wise iko vizuri, lakini namba hazikuwa beta sana. Season hii beta performance, namba pia ni nzuri. Kwa hiyo msimu huu pengine ndio msimu wake bora zaidi kwenye career yake ya mpira. Sawa. Karibu naomba tumalize na hili na Simba. Mwalimu anasema anajenga timu na pengine ambavyo tumewatazama ndani ya msimu mzima toka kuwasili kwake ndani ya klabu ya Simba Sports Club, hatua ya finali kombe la CAF, lakini pia leo wamefika hatua nzuri zaidi ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwako wewe unaiona Simba ambayo inakuja kivingine msimu ujao ikiwa hivi, ama kuna vitu ambavyo unaviona pengine vikikwa sawa, unaiona Simba bora zaidi msimu ujao? Nilisema hapo kwamba project yao inaonekana inaenda vizuri mpaka sasa ukiangalia kwenye elements nyingi, lakini inahitaji kuongezewa nguvu. Season hii Simba kufika hapo wanastahili makofi. Kupongezwa. Sio makofi wapigwe, wapongezwe. Wanastahili kupongezwa, kupigwa makofi kwa sababu wamefanya usajili mwingi ambao hauja click au kufanya vizuri. Ukianza kwa kina eneo la midfield, eneo ambalo ndo basic, ndo msingi wa Simba. Simba nguvu yake ni kiungo, miaka nenda rudi. Lakini Agustino Kejefa MVP wa Nigeria kashindwa, Deborah Fernandez ameshindwa. Wamesajili Joshua Mutale Budo, akuanza vizuri season, kaja kubadilika kwenye nusu ya pili. Kwenye eneo la ulinzi Shamu Karabue naye alikuja kubadilika, baadaye alikuja kupata nafasi baada ya Shemalon kupata injury. Eneo la kushambulia Mukwala na mwenyewe pia alianza down, baadaye akabadilika kaanza kuingia kwenye kikosi. Wachezaji wa ndani hawa, nenda kwa Omari yuko wapi hatujui, nenda kwa Valentino Mashaka hatujui, David Kameta of course huyo alikuwepo, lakini hao wote wachezaji Valentin Numa pia ameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Kwa hiyo ukiangalia Simba wamesajili wachezaji wengi ambao wameshindwa kuclick moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo kwa sababu project yao imeanza vizuri, waboreshe timu yao, lakini wachezaji wengi ambao waliwasajili walikuwa floppy. Asante.